Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2025. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbwanaliba kutoka Word Eternal Ministries. Kipindi hewani Utupe Leo, riziki yetu ya kila siku. Tumekuwa na siku kama 10 hivi. Tunazungumza mambo 10 ya kujifunza kiroho, kiuchumi, kutoka kwa mama mwanamke mjane wa wana wa manabii na mtumishi wa Mungu Elisha. Na leo nataka nikuwekee summary, nataka nikuwekee muhtasari wa haya mambo 10 yote kwa pamoja. Unaweza kupitia vipindi vyetu vya kuanzia tarehe 16 mwezi wa 9 mpaka jana. Tumeyazungumza haya mambo, lakini leo nikufanyie summary. Kumbuka hii habari inapatikana Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 7. Na nitakusomea mistari hii huku nikikuwekea muhtasari haya mambo 10 ambayo tumepitia. Kesho unasoma tena hii habari, rudia tena na tena, sikiliza hivi vipindi, fanyia kazi yale ambayo tumejifunza, na hivyo ndivyo utakavyofanikiwa. Mstari wa kwanza sura ya 4 Wafalme wa Pili, Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Alafu angalia, anasema, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Mstari huu umebeba vitu vingi sana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Ungetegemewe labda mistari 2 3, lakini yote imewekwa kwenye mstari mmoja kwa sababu ya umuhimu wa mambo ambayo yamebebwa na jambo ambalo tunatakiwa kujifunza. Na nikwambia jambo la kwanza unaojifunza hapa, japokuwa huyu mtu wa Mungu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mkewe anajua ni mwaminifu, na anamwambia Elisha, nawe unajua ya kwamba alikuwa mwaminifu. Kwa hiyo kwa ushahidi wa watu wawili neno limethibitika ya kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu mcha Bwana, mwaminifu, lakini alikuwa na madeni. Alikuwa hana uhuru wa kifedha. Kwa nini? Kwa sababu mstari huu unatuambia kuna mtu alikuwa anamdai, na amekuja kuchukua watoto wake wawili ili aweze kuwafanya watumwa kulipa deni. Nitakwambia haitoshi kuwa umeokoka na kuwa na agano la baraka za Ibrahim, kuwa tajiri. Unahitaji kuwa na agano la utajiri na Mungu kama tulivyoongea vipindi vya mwezi wa 8 wote, na unahitaji kujihusianisha kipekee na Mungu kiuchumi ili uweze kufanikiwa mwilini kama vile roho yako ifanikiwavyo. Inayotangulia ni agano la wokovu. Baada ya agano la wokovu, fanya jitihada za binafsi za makusudi kuwa na mafanikio ya kiuchumi. Mali ni roho na ina uamuzi wa kuamua maisha yako ya kiroho yaweje. Kwa hiyo ni muhimu ukawa na elimu ya fedha ya kiroho, na jinsi ambavyo fedha inatunzwa na kuzidishwa kiroho, na jinsi utakavyotunza kiroho chako kisiharibiwe na fedha. Haitoshi tu kuwa mcha Mungu, kuwa mwaminifu na ukadhani ya kwamba ndio utakuwa na mafanikio ya kiuchumi. Huyu alikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, lakini alikuwa hana utoshelevu wa kifedha. Jambo la pili ambalo tulijifunza hapa na kubwa, nikakwambia, angalia, Biblia inasema huyu mwanaume au huyu mtumishi alivyokufa, watoto wake walitaka kuchukuliwa kuwa watumwa. Nikakwambia unaona ya kwamba mafanikio ya kiuchumi sio ya kwako binafsi. Ni kwa ajili yako, mkeo, mmeo kama unaye, familia yako na mwili wa Kristo. Kwa sababu mama alikuwa na sononeko la kufiwa na mume, lakini akaongezewa aibu kwenye jamii kwamba watoto wake wanataka kuchukuliwa kuwa watumwa, lakini aibu kwa kanisa ya kwamba alikuwa ni mtu wa Mungu na bado anadaiwa na ameweka watoto wake rehani. Kwa hiyo unapofanikiwa kiuchumi ni kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kanisa. Usisahau hilo. Mungu akikupa mafanikio ni kwenye oda hiyo. Ufanikiwe wewe, ufanikiwe jirani zako, jamaa zako, familia, na mwili wa Kristo pia ujengwe na ufanikiwe. Jambo la tatu ambalo tuliliona, nikakwambia muda wote tafuta suluhisho la matatizo yako ya kiuchumi kama vile alivyo matatizo mengine ya kiroho kwa mtu wa kiroho. Mama, Biblia inasema mstari wa kwanza, akamlilia Elisha na akamwambia, mtumwa wako bwana wangu amekufa, aliyemwia amekuja achukue watoto wangu wawili. Mstari wa pili, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Alitafuta suluhisho la matatizo yake kwa mtu wa kiroho, sawa sawa na yeye na mmewe alivyokuwa kiroho. Na hivyo unatunza ushuhuda, lakini unatunza kiroho chako ya kwamba atakupa suluhisho ambalo ni sawa sawa na imani yako, kuliko kutafuta suluhisho kwa mtu asiyekuwa wa imani yako. Jambo la 4, nilikwambia ingawa inaonekana huyo mama alikuwa na madeni na mmeo alikuwa amezidiwa na madeni, lakini alikuwa ana mtaji wa kuanzia.
Kila mtu ana kitu Mungu amempa cha kumfanikisha kiuchumi, na huyu mama alikuwa na vitu kama 5 nimekuambia. Angalia, alikuwa na chupa ya mafuta, alikuwa na mtu wa Mungu Elisha kwa neno la kinabii, alikuwa na majirani ambao walikuwa na vyombo vitupu na wako tayari kumpa, alikuwa na watoto 2 ambao walikuwa ni mtaji kwake kumsaidia kumimina mafuta, kutenga yaliyojaa na ambayo hayajajaa. Alikuwa na nyumba kubwa iliyotosha kupokea vitu vyote vya jirani zake. Huo ulikuwa ni mtaji. Hakuna mtu asiye na kitu cha kuanzia. Unapopata na matatizo ikiwemo ya kiuchumi, tafuta nini Mungu amekupa ili ufanikiwe kiuchumi. Jambo la 6 ambalo tuliliona ni kwamba ukishapata neno la kinabii litekeleze bila kuwa chini ya utumwa au masharti au kumtegemea tena mtu aliyekupa neno la kinabii. Litekeleze kwa imani kwa sababu ni la kwako. Lifanye kwako, tekeleze kwa imani. Mama alipopewa neno la kinabii na Elisha, alijitenga na Elisha, akatekeleza Elisha alichokuwa anamwambia kwa imani ya kwamba Elisha alichomwambia atafanikiwa. Wewe pia unatakiwa kufanya hivyo. Neno la kinabii likija, litekeleze kwa imani kama la kwako. Huku ukiendelea kumsikiliza Mungu na mtumishi wa Mungu, lakini ukilitekeleza kama la kwako. Jambo la 7 ambalo tuliliona kwenye mafanikio ya kiuchumi kupitia somo hili la huyu mama ni kwamba alifanya utafiti wa soko. Elisha alimwambia, taka vyombo vitupu, tena usitake vichache kwa majirani wako wote. Vyombo vitupu ni uhitaji. Unapoanza biashara yako, fanya uhitaji wa soko kwa kina ili ujue soko lilonalo. Jambo la 8, mama alijifungia. Elisha alimwambia, jifungie wewe na wanao, mimina mafuta, na tukajifunza kuwa na kifua cha kuweka siri ya wazo la kiuchumi ambalo Mungu anakupa. Hakikisha umeliweka siri, lifanyie kazi sirini. Ukitoka nje unauza ni biashara kuliko kulitangaza ukawa umeharibu ile wazo kwa kuibiwa na watu au kwa watu kukatisha tamaa ya kwamba halina maana. Hakikisha una kifua cha kutunza yale Mungu anayokuambia na yafanyie kazi sirini kabla hujayaleta hadharani. Jambo la 9 ambalo tulijifunza ni kwamba jifunze kuwa na mgawanyo wa shughuli kwenye biashara. Kadri biashara inavyokuwa, ongeza mgawanyo wa shughuli. Lakini pia jifunze kufanya tathmini muda wote ya uhitaji wa soko na mali ulizonazo za kuliservice soko lako. Huyu aliambiwa mafuta yanapojaa vitenge, vyombo vilivyojaa weka pembeni. Endelea kusogeza vyombo vitupu, weka mafuta mpaka vilivyoisha. Na tunaona hawa walijitenga. Mama aliendelea kumimina mafuta, mtoto mmoja akisogeza vyombo vilivyojaa pembeni, mtoto mwingine akisogeza vyombo vitupu vilivyokwisha, mafuta yakakoma. Fanya tathmini ya mali ulizonazo na uhitaji ambao upo sokoni kila siku ili kuhakikisha una bidhaa kila siku ya kuendelea kuwapa wateja wako. Na nikwambia neno la kitaalamu tunatumia hapa ni risk of overtrading. Usije ukafanya overtrading, yani watu wanataka mzigo na mzigo haupo. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo. Na jambo la 10 la mwisho ambalo tumeliangalia jana, hakikisha unafuata maelekezo ya kinabii na neno la Mungu hatua kwa hatua. Usiruke step. Mungu akikupa maelekezo, nabii wa Bwana akikupa neno la kinabii, fuata hatua kwa hatua. Mama alivyomfuata Elisha, baada ya Elisha kumpa suluhisho la tatizo lake, alimsikiliza hatua kwa hatua. Tafuta vyombo, alitafuta. Usitake vichache, alifanya hivyo. Weka ndani, alifanya. Funga mlango na watoto wako, wafanya. Endelea kumimina mafuta, ndicho alichofanya. Vilivyojaa vitenge, ndicho alivyofanya. Akarudi baada hapo tena kutafuta neno la kinabii jingine, nini nifanye? Akamwambia, uza, lipa deni yako, iliyobaki tumia na wanao. Naro tunaamini alifanya, na hivyo akawa ametatua shida yake. Haya mambo 10 yawe ni chachu kwako kusaidia kufanya biashara na jambo lolote la kiuchumi ambalo litakuletea mafanikio ya kiuchumi sawa sawa na maandiko. Nakuombea sana, Mungu akubariki, uwe na siku njema. Endelea kufuatilia vipindi vyetu hivi. Usisite kushare na kuambia wengine kuhusu kipindi hiki. Subscribe, weka notification upate masomo mengine yanayoendelea. Lakini pia usiache kama una swali kuweka kwenye comment. Na chini hapa zinapita namba, unaweza kupiga simu, unaweza kutuma message, unaweza kutoa sadaka yako hapa ili kuendeleza huduma hii, na Mungu akubariki sana. Amen.